Naam, pasina shaka hujambo mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo. Karibu ikiwa ni Alhamisi ya kwanza katika mwezi huu wa 12. Popote pale ulipo ni kukaribisha tukupashe taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia usiku wa leo. Na miongoni mwa yale tulionayo usiku huu ni pamoja na lugha za asili katikati ya utandawazi. Baba anaongea lugha nyingine, mama anaongea lugha nyingine. Yaani lugha mbili tofauti. Mimi na yeye tu na babake atuongee lugha moja. Kwa hiyo ni ngumu mtoto kumaki lugha yoyote kati ya hizo mbili. Je, unatunza vipi mswaki? Nikimaliza kupiga mswaki huwa na uhifadhi sehemu ambayo haina unyevu. Na mtazamaji, hao ni kwa uchache kati ya leo mengi tuliokuandalia usiku wa leo. Mimi ni Shamimu Mlacha, mwenzangu upande wa lugha alama ni Jafari Shabani ambaye atawasilisha taarifa hizi na nyinginezo nyingi kwa lugha ya alama. Kwa wakati huu nikukaribishe tuanze nguo ya kwanza ya upashanaji wa habari. Wadau wa lugha za asili wamesema lugha hizo zinaathiriwa na mabadiliko ya kijamii, elimu na utandawazi na kuwafanya watumiaji kuona zama zimepitwa na wakati. Wakizungumza na TBC, wadau wamesema lugha hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuendeleza alama ya utambulisho, historia na kurithisha maarifa kwa jamii. Ngarayai Ole Kimosa ametuandalia taarifa kamili. Lugha huonesha asili, historia, urithi na utamaduni wa jamii. Asubuhi mwangaruka, ikishafika saa 6 mwadira. Mzee Yusuf Kijinga ni mwenyeji wa Mwanza. Hapa anasimulia lugha ya asili ilivyomjenga. Wasukuma wana mioto ya pale na ninyu nje, wakati akina mama wanapika mule ndani. Wewe una moto, mzee una moto pale nje. Unawasimulia. Na mama mule naye anasimulia hadithi zake. Unaona? Kwa hiyo kila baba au mama anafundisha maadili kupitia lugha ile. Pembezoni mwa soko la kimataifa la Kariakoo na shuhudia jamii ya Kimaasai wakisaka tonge kupitia shughuli za biashara, huku lugha yao ya asili na maisha ya utamaduni yakiendelea kama kawaida. Mimi nikiwa nimezaliwa miaka ya 2000 inanifanya nijifunze vitu ambavyo wenzangu walishavifanya huko nyuma ili katika kuimarisha ile desturi yetu. Kwa hivyo inanijenga pia. Mwingiliano wa kijamii unatajwa kusababisha baadhi ya watoto kushindwa kufahamu lugha za asili. Wanangu wanaongea Kiswahili, Kiingereza kidogo. Kilugha inakuwa mtihani kwa sababu ya mazingira. Baba anaongea lugha nyingine, mama anaongea lugha nyingine. Yaani lugha mbili tofauti. Mimi na yeye tu na babake atuongee lugha moja. Kwa hiyo ni ngumu mtoto kumaki lugha yoyote kati ya hizo mbili. Hali hii inanifanya kufunga safari hadi Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Hizi lugha za jamii ndiko kuliko na data yetu ya kujenga maneno katika lugha ya Kiswahili. Tunaposema tunachota maneno kwenye lugha zetu za jamii, unaposikia leo tukizungumza maneno Kisakura halikuzuka hewani. Au unaposikia anasema Shiganga. Haya maneno hayatoki hewani, yanatoka kwenye lugha zetu zile za asili. Kwa maana ya kwamba pale ndipo penye kanzi data ya maneno au msingi wa maneno katika lugha ya Kiswahili. Kisha anawasihi wazazi kuendeleza lugha za asili. Kuna nafasi nzuri. Kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa 12. Huu mwezi wa 12 watu wengi watawapeleka watoto wao, watakwenda na familia zao, watakwenda kwenye sehemu walizozaliwa ambako ndiko kwenye lugha ya asili. Wapeleke watoto, waache wachangamane na ile jamii, watajifunza lugha. Wadau hawa wanasema kuhifadhi na kufundisha watoto lugha za asili ni msingi wa utambulisho na uhifadhi wa utamaduni kwa vizazi vijavyo. Mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC. Asante Ngarayai Ole Kimosa kwa taarifa hiyo. Jamii imeshauriwa kufanya uchunguzi wa mapema wa afya ya kinywa na meno ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza kama vile kung'oka kwa meno. Ushauri huo umetolewa na daktari bingwa wa afya ya kinywa na meno Trisibilege Mwakasungula wa hospitali ya rufaa ya mkoa Temeke. Taarifa zaidi inafafanua. Afya ya kinywa na meno ni kuhakikisha kinywa chako kinakuwa safi bila kuwa na uchafu wowote wa mabaki ya chakula kwa wakati wote. Ndani ya tabasamu hutanda siri ya uhai.
uwiano wa msawazo kati ya fizi imara na meno yenye nguvu, wataalamu wakitia nguvu kuwa kinywa kisipotunzwa huweza kuwa mlango wa maradhi na meno kung'oka. Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao wamekuwa na mawazo tofauti juu ya uelewa wa kinywa na meno. Mimi huwa napiga mswaki kila baada ya kula kwa sababu ya nyaya nilizonazo mdomoni, sio mara 2 kwa siku. Kile chakula kinavyokaa ndani ya meno huwa kinatengeneza bakteria. Hizo bakteria hizo ndo zinaenda kuathiri meno. Ndio maana unakuta mtu jino lake sehemu limeoza, meno yanakuwa ya njano. Kinywa cha mtu kinaweza kuwa salama ambapo anazingatia kupiga mswaki pale anapoamka au anapomaliza kula na anapoenda kulala. Dr. Twishibilege Mwakasungula ni daktari bingwa afya ya kinywa na meno kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Anaeleza namna kusafisha kinywa. Wengi tumezoea kuanzia kusafisha meno yetu mbele. Basi unaposafisha hakikisha unapitisha mswaki hadi kwenye meno ya nyuma, na ulimi nao lazima uzingatiwe kwa sababu ulimi nao umetengenezwa nao na tabia ya kutunza uchafu. Mswaki kwa kawaida unatakiwa kubadilishwa kila angalau baada ya miezi 2. Mswaki usafishwe. Kwa nini tunasema kwamba mswaki ubadilishwe? Tukumbuke kwamba mswaki ule unaotumia unausafisha leo, kesho kutwa utajikuta kwamba ule ulaini nao unaanza kuondoka, unaanza kuwa mgumu. Dr. Mwakasungula anatoa maelekezo ya namna ya kutumia mswaki. Wengi wamezoea kwamba baadhi wanapeleka mswaki hadi kwenye koo. Hii sio sahihi, kwa sababu kwenye koo hatutegemei kwamba kuna mabaki ya chakula mengi. Tunategemea kwamba pale tunapokula tunakunywa maji. Maji yana tabia ndio ya kusafisha koo. Kisha anaweka bayana umuhimu wa uchunguzi wa meno. Inashauriwa kwamba mtu yote anatakiwa kumuona dentist kila baada ya miezi 6. Na lengo la kumuona dentist kwa ajili ya uchunguzi. Wataalamu wa afya wanasema usafi wa mara kwa mara ulinda kinywa na meno na msingi wa kujiamini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ismail Bugdha. Mtazamaji, baada ya taarifa Ismail Bugdha ni wasaa kuelekea Morogoro kwa Remia Sinti, ambapo nampisha hapa kwa ajili ya ardhi mubashara. Remia Sinti, karibu sana na utueleze kile ulicho hapo ulipo. Wa elimu ya juu ambao wamenufaika na mikopo. Tutakwenda kuwasikiliza wenyewe. Mikopo hii ambayo serikali inawapatia wanaitumia kwa namna gani ili kuweza kuendesha shughuli zao za kimasomo. Nipo hapa ambao wamekusanyika hapa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro. Naanza na ndugu yangu hapa. Jina lako nani? Tuelezee, je, ni mnufaika wa mkopo? Ndio, kwanza kwa jina naitwa Salim Sabalmasi. Ni mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Pia vile ni waziri wa fedha na mikopo katika chuo chetu, katika serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Kwanza ni awali ya yote nipenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini vile kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika juhudi kubwa ambayo imefanya tangu tunapata uhuru mpaka sasa hivi. Tunapiga hatua kupitia swala hili la mikopo ambayo inawapa wanafunzi wa elimu ya juu. Kiuhalisia nchi yetu imetoka mbali sana katika hali ya umaskini. Ilikuwa ni ngumu sana familia zetu ambayo tunavyozijua za Kitanzania kuweza kumudu ile gharama ya kuwasomesha watoto hususan katika elimu ya juu, kwani gharama zake ni kubwa sana. Lakini serikali yetu tunaona imeweza kutoa mikopo hiyo ambayo inatunufaisha sisi kama wanafunzi kuweza kulipa ada, lakini vile hiyo mikopo wengine wanatumia kulipa accommodation kwa maana ya makazi, malazi, lakini vile kupata vile vitu kama hela za kwenda stationery, za kununua vitabu. Hiyo yote ni mikopo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana mama na tunampongeza, na tunamshukuru mwaka huu katika chuo chetu hapa wanafunzi wa diploma wa certificate baadhi wamepata mikopo, kama wanafunzi wa medical laboratory, wengine wale wa science lab wamepata mikopo. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana mama na tunampongeza. Mungu ambariki na azidi kutuongezea katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro, lakini na vyote vya Tanzania kwa ujumla. Ndugu yangu, asante sana. Ndugu yangu, jina lako nani? Wewe mikopo au mkopo umekunufaishaje ukiwa hapa chuoni?
Na kwa jina naitwa Abubakar Maneno ya Haya, ni miongoni mwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Islam Morogoro. Kikweli cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa rais ambaye ni mshupavu na mwenye maono ya mbele. Dr. Samia Suluhu Hassan, kikweli tunampa kongole sana kwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni miongoni mwa mnufaika wa mikopo ambayo imetolewa na bodi. Kikweli tunanufaika sana na mikopo hii kwa sababu yale mahitaji yetu binafsi, mfano chakula, tunapata labda stationery na kadhalika, huwa tunaitumia hii mikopo ambayo tunaipata na tuliopewa na bodi. Fursa nyingine ambayo tunaipata kutokana na hii mikopo, wapo ambao wanaitumia mikopo hii kuanzisha biashara zao. Kwa hiyo unakuta mtu anamaliza chuo lakini hatamani kuondoka hapa mkoa wa Morogoro. Ndugu yangu, asante sana. Bila shaka na wewe unaweza ukawa kutega uchumi kupitia mkopo huo ambao umeupata. Dada, jina lako nani? Kwa majina naitwa Zuhura Nuri Shabani, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili, nasomea uandishi wa habari. Kwa upataji wa mikopo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimesoma mwaka kwanza bila mkopo na ninajua maisha ya kusoma bila mkopo. Lakini alhamdulillah mwaka huu sikukata tamaa, niliomba tena na alhamdulillah nimepata. Nashukuru sana, nimelipiwa ada yote, nashukuru Mwenyezi Mungu. Na kiasi cha pesa ambacho nimekipata kinanisaidia katika kulipa hostel na kanda ya chuo, na hata katika upataji wa chakula, hata upataji wa afya, mavazi. Yaani kiufupi napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuangalia sisi watoto tunaosomeshwa na wazazi ambao ni wapo hali ya chini. Asanteni sana. Asante sana. Ndugu yangu, hapa tumalizie na wewe, jina lako nani? Umenufaikaje na mkopo ambao serikali imekupatia? Nimeona experience, nimekutana na experience, changamoto kaza za wanafunzi wenzangu. Moja kabisa, kuna watu walikuja mwaka jana, awamu ya iliyopita, walikuja lakini hawakunufaika na mkopo, warudi majumbani. Lakini leo hii nashuhudia wamejaribu tena, wamenufaika na mkopo huu na imewasaidia sana. Mtazamaji wa TBC, hawa ni wanafunzi ambao furaha yao kubwa ni namna wanavyoendelea kunufaika na mikopo inayoendelea kutolewa na serikali. Mimi hapa Morogoro sina la ziada, nirejeshe kijiti hiki hapo studio kuendelea na taarifa yetu ya habari. Asante sana Remi Asante kutoka Morogoro, na tuendelee na taarifa zosalia ambapo meya wa jiji la Dar es Salaam Nurdin Bilali maarufu Sheta amewataka madiwani kuhakikisha wanafanya kazi zao kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizopo ili iweze kuwa rahisi kutimiza majukumu yao, hasa ya kuongeza ukusanyaji wa mapato na kufikia lengo la kiasi cha shilingi bilioni 152. Bilali amesema jijini Dar es Salaam muda mchache baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa kiti hicho, ambaye amepigiwa kura na madiwani ambao wameapishwa leo kuwa madiwani kamili. Natambua tunazo kanuni, sheria na utaratibu na miongozo ambayo inatuongoza katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Madiwani wenzangu, twendeni tukasimamie sheria, kanuni na taratibu ambazo zinatuongoza ili tuweze kuliongoza baraza letu la madiwani. Sitopenda mtu kwa utashi wake, sitopenda mtu kwa mawazo yake, ikiwa ni watendaji, ikiwa upande wa mkurugenzi, ikiwa upande wa sisi madiwani, atokee tu aseme si tunaenda hivi, wakati sisi tunazo sheria, kanuni na taratibu zinazotuongoza. Katika maelezo yake, Bilali amesema hatarajii kumwona mtu anafanya kazi kwa utashi wake binafsi na kuacha kufuata sheria, na badala yake wafanye hivyo ili waweze kuwa kitu kimoja na kuachana na makundi ambayo yanaweza kujitokeza. Tusiwe na makundi. Tunapopata kitu pamoja, tunakwenda pamoja, sawa sawia, hakuna mtu kupendelewa, hakuna huyu mtu kafanyaje. Hayo mambo katika uongozi wangu sitotaka kuyaona na kuyasikia. Nataka niahidi wananchi wangu wa kata ya Kisutu, zile ahadi tulizotoa kwenye kampeni, tupo tayari kwa ajili ya kutekeleza makazi. Naomba nijitumie kwa ajili ya kazi yenu. Tupo tayari kutekeleza kazi yote na tupo tayari kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi.
Katika hatua nyingine, Bilali amewataka madiwani hao kutokusita kushirikisha jambo la maendeleo, kwani milango ipo wazi na kwamba ni meya wa watu wote na sio mtu mmoja mmoja ambaye anaweza kujimilikisha na kusababisha wengine kushindwa kumfikia. Aidha, amewahakikishia madiwani hao kuwapa nafasi za semina za mara kwa mara za nje na ndani ambazo zinalenga kubadilishana uzoefu, ambazo amesisitiza kila mmoja kushiriki bila ubaguzi wala upendeleo. Naam, taarifa hiyo inatupa wasaa kukamilisha ungwe ya kwanza hasa kwa taarifa za kitaifa, lakini tunazo taarifa kutoka sokoni kunako kuuza na kununua Katari, nami nitakupitisha leo sokoni katika kuuza na kununua hivi punde baada ya kiashiria. Na mtazamaji, ni wasaa kuuza na kununua, nami ni Shamimbo Mlacha nitakupitisha katika taarifa hizo, ambapo wavuvi mkoani Mtwara wametaja baadhi ya changamoto zinazowakabili katika kazi hiyo na kushindwa kukuza uchumi wao, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa boti za kisasa za kuvulia samaki pamoja na boti za uokoaji. Martina Ngurumbi ametuandaa taarifa ifuatayo. Wavuvi hao wamesema japo dunia inashuhudia kukua kwa teknolojia, lakini kwa upande wa wavuvi mjini Mtwara bado wanatumia teknolojia duni za kuvulia samaki na kushindwa kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Tulikuwa tunaiomba serikali itutazame kwa jicho la upana zaidi, kutokana na miundombinu tuliyokuwa nayo sio mizuri, hasa ukiangalia katika vyombo vya uokoaji. Tupate boti ya uvuvi kubwa ambayo tunaweza kwenda wote baharini kama watu 7, 8, 9. Tunavua mavuvi ya kikoloni ya kutumia magogo kama hivyo. Na hii bahari yetu kubwa. Mwenyekiti wa soko la samaki Feri manispaa ya Mtwara Mikindani Mwinyi Mzaina amekiri kuwepo kwa changamoto ya dhana duni kwa wavuvi hao na kusema serikali imeanza mchakato wa kuwapatia boti za kisasa. Nipongeza serikali hiyo, miliona mwaka jana tumepokea boti ambazo zilitolewa na Mheshimiwa Rais. Baadhi ya wavuvi wamezipata, lakini bado ahadi yake kwamba zile boti zitaendelea kuletwa na wavuvi watazipata zile boti na kuzitumia. Afisa uvuvi wa manispaa ya Mtwara Mikindani amesema hawezi kuzungumzia swala hilo hadi nimpatie kibali kutoka kwa mkurugenzi wa manispaa hiyo cha kumruhusu yeye kuzungumza. Kutoka mkoani Mtwara, Martina Ngurumbi, TBC. Tutoke Mtwara sasa tuelekee Morogoro, ambapo ukosefu wa uaminifu miongoni mwa baadhi ya makampuni zinazouza mbegu nchini umeendelea kuwa mwiba kwa wakulima, huku katika manispaa ya Morogoro baadhi ya wauza miche ya mipapai wamejikuta lawamani kwa kuuza miche isiyozaa na hivyo kusababisha maswali. Remi Yasinti ametuandalia taarifa kamili. Ni asubuhi ya kawaida katika viunga vya manispaa ya Morogoro, baadhi ya vijana wakiendelea na kazi yao ya kuotesha na kuuza miche mbalimbali ya matunda, shughuli ambayo ndiyo msingi wa maisha yao. Zamani wazee wetu walikuwa wakilima eka moja utakuta gunia 30 huko. Hata hivyo, nyuma ya juhudi zao kuna upande mwingine wa hadithi. Wauzaji hawa wanasema jitihada zao mara nyingi huathiriwa na tatizo la mbegu feki zinazowafikia kutoka kwa baadhi ya makampuni yasiyo na uaminifu. Tunapata malalamiko makubwa mno, na malalamiko yanotuhusu sisi ni kuhusu miche ambayo tunayotesha, na mbegu tunanunua ni kwenye kampuni, lakini inatulostisha na kuonekana kwamba si ni waongo. Tunahudumia mmea, muda mavuno unafika, hatuna matunda. Hii ni kwa upande wa papai. Vile vile kuna mbegu za mahindi, unaenda dukani unanunua, unakuta zimepakwa rangi kwa ajili ya sumu ili wadudu wasisumbue, lakini mashimo machache sana yanayoota mahindi. Changamoto hii imekuwa ikiwarudisha nyuma na kuathiri kipato chao, huku wakitamani sana kuona mabadiliko ya haraka zaidi katika mfumo wa usimamizi wa ubora wa mbegu nchini. Serikali tusaidie kwenye kuangalia hizo mbegu zilizokuwa bora, maana kuna kuja mbegu tu lakini sisi kwa tupate manufaa. Tumekuwa tukikutana na resho kubwa ya mbegu za madume ambazo zinatuingiza kwenye hasara. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali iingilie kati hilo. Ni kilio kinachowakilisha si tu vijana hawa, bali pia wakulima na walaji wote wanaotegemea mnyororo mzima wa uzalishaji wa mazao nchini. Remi Yasinti, TBC, Morogoro.
Mkuu wa kitengo cha taifa cha hifadhi ya nasaba za mimea TPHPA Dr. Mujuni Kabululu amesema mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania kupitia mradi wa fursa bioanuwai maisha na maendeleo BOLD umesaidia jamii kupata mbegu za asili kwa ajili ya kilimo. Amesema kupitia mradi huo mamlaka imepewa vifaa vya maabara na vifaa vya kuimarisha mifumo ya uhifadhi wa taarifa za nasaba za mimea pamoja na kuongeza uhusiano na wadau wa uhifadhi na matumizi endelevu ya nasaba za mimea. Jamii kubwa ya Watanzania itanufaika katika kuhakikisha kwamba jamii ina uwezo wa kushiriki katika mifumo hii ya mbegu, lakini na kuweza kupata mbegu zile ambazo ni stahiki kwa ajili ya matumizi ya kilimo. Upande wake mkurugenzi mkazi wa Tanzania World Veg Koleta Ndunguru amesema mradi huo umeweza kuwaweka pamoja wataalamu zaidi ya 40 kujadili namna bora kuhifadhi vinasaba vya mimea pamoja na kuhifadhi mbegu za asili. Tasnia ya mbegu kupitia teknolojia mpya, lakini kwa kuelewa changamoto za tabia nchi kwenye mbegu za kiasili, lakini mbegu zingine pia. Tutahakikisha kwamba mbegu hizi zinakidhi viwango vya kitaalamu vya ubora wa mbegu ili viweze kuwasaidia wakulima, na kwa sababu wakulima wanazipenda, ni mbegu zao kwa muda mrefu, ziingie kwenye utaratibu mzuri ambazo zinaweza kuzalishwa. Na tuangazie taarifa nyingine ambapo wafanyabiashara wa kuku soko la Malimbichi Mlandege mkoani Iringa wameomba kujengewa miundombinu ya machinjio ili kuepuka uharibifu wa mazingira. Taarifa zaidi na Tatu Abdallah. Ni eneo jipya la biashara baada ya kuondoka katika eneo la soko walilokuwepo awali, soko la Mashine Tatu ambalo limeungua moto miezi 5 iliyopita. Wakiwa hapa wanakabiliwa na uhitaji wa miundombinu ya kuwezesha biashara yao ikiwemo mifumo ya maji taka. Shida serikali ilitaka tuende Isoka sote. Yaani kwa sababu tumeunguliwa, mitaji imekufa, ikawa point yao sote tuende Isoka. Ujenzi wa mabanda nao haukuwa sawa, hali iliyowavuta wadau kuchangia mabati 100. Kwa sababu kuna siku mvua ilinyesha ghafla, kuku zetu zilinyeshewa sana, zilipigwa sana mpaka tukaanza tuna namna hapo sisi ni wahanga ambao tumetoka kulingana na mali zetu kwa tuna kitu. Kutokana na tathmini ya mafundi walisema ni mabati 100. Kwa hiyo tulivyomwambia ni mabati 100 yanahitajika, Mheshimiwa mbunge akaahidi kutuletea. Siasa yenu nyinyi ni biashara. Sasa kwenye biashara hatuna maneno mengi. Sisi kwenye biashara tunataka kazi zaidi. Tatu Abdallah, TBC, Iringa. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha Elijah Mwandumbia amezitaka taasisi za fedha kuangalia upya viwango vya riba vinavyotolewa kwa wafanyabiashara wadogo na wakati ili kuwezesha biashara hizo kukua na kuchangia katika ukuaji wa uchumi. Alikuwa akizungumza jijini Dar es Salaam katika kuboresha hati za fungani ya benki ya TCB ya Stawi Bond katika soko la hisa la Dar es Salaam baada ya mauzo ya awali kuvuka lengo kwa kukusanya shilingi bilioni 140.24 dhidi ya lengo la awali la shilingi bilioni 50. Ni kwamba gharama ambayo wafanyabiashara hao watakuwa wanailipa kutokana na fedha hizo, basi gharama hiyo iwe ni nafuu. Huo ndio wito wetu, ili kuhakikisha kwamba walau hata kama mfanyabiashara mdogo huyu analipa riba, basi hiyo riba inalipika na inamwezesha mfanyabiashara huyo kukua ili apate mapato yake, awe tajiri. Na huo ndio mwelekeo wa serikali hii ya awamu ya 6. Akiwa tajiri yeye akipata mapato, basi anawezesha kuajiri wengine. Mkurugenzi mtendaji wa TCB Adam Mihayo amesema lengo la kuboreshwa Stawi Bond ni kupanua mtaji wa benki ili kuongeza wigo wa kutoa mikopo kwa biashara ndogo na zakati, huku mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA Nicodemus Mkama akisisitiza kuwa hati fungani bunifu kama hizo zinaongeza shughuli za soko na kuchochea ushiriki wa wawekezaji. Sanya zaidi ya malengo tuliyokuwa nayo. Sasa hii maana yake nini? Maana yake imani ya Watanzania na wawekezaji kwenye taasisi hii ni kubwa sana. Mafanikio haya ambayo yamepatikana ni kutokana na mazingira wezeshi na shirikishi yanayotolewa na serikali, ambapo ni kutokana na sera, sheria pamoja na mazingira ya kiutendaji.
Tuangazie taarifa nyingine ambapo waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga ameahidi kushirikiana kwa karibu na shirikisho la viwanda nchini katika kuondoa changamoto zinazoikwamisha sekta ya viwanda ikiwemo vikwazo vya kikodi, nishati na miundombinu. Akizungumza na wadau wa viwanda jijini Dar es Salaam katika mkutano mkuu wa 32 wa CTI, waziri Kapinga amesema serikali inachukua hatua kuboresha upatikanaji wa nishati ya uhakika, huku akitoa rai kwa sekta binafsi kushiriki katika miradi ya usafirishaji na usambazaji wa umeme ili kupunguza gharama kwa wazalishaji. Mradi huu wa uzalishaji wa umeme ni miradi yenye gharama kubwa sana. Transmission pia ni miradi yenye gharama kubwa sana. Ndio maana pia tunawaomba na nyie wale ambao wanaweza uwaga tunafanya miradi ya pamoja. Kwamba sisi tunatoa na nyie mnatoa, tunafanya. Baada ya hapo tunaanza tuna device mechanism ya nyie kuweza kurudisha fedha yenu. Kwa sababu lazima tukubaliane, serikali peke yake hatuwezi. Wanawake mwenyekiti wa CTI Hussein Sufiani amesema nishati ya uhakika ni nguzo muhimu kwa ustawi wa viwanda, huku rais wa shirikisho la sekta binafsi Tanzania TPSF Angelina Ngalula akihimiza wazalishaji kuungana chini ya mwamvuli mmoja ili kurahisisha utatuzi wa changamoto zao kwa pamoja. Moja ya vitu muhimu katika sekta ya uzalishaji ni upatikanaji wa nishati ya uhakika. Kilichozungumzwa hapa si kwamba hatuna nishati. Nishati ipo, lakini ni ile ubora wa nishati inayopatikana. Lakini na Mheshimiwa Waziri ametuhakikishia kwamba serikali ina mipango na wameanza jitihada za kuhakikisha kwamba wanaboresha usafirishaji na usambazaji wa umeme ili tuweze kupata nishati ya uhakika katika uzalishaji wetu. Tunahitaji hiyo structure iwe formalized properly, ili sasa na wewe uweze kuwafikia. Ukiitisha kwamba unakaa na CTI, unakuwa kabisa unaelewa kwamba ile message inakuwa disseminated, inafika kwa wenye viwanda wote. Na sasa wale ambao hawako huku ndio unakuta ni wawekezaji wakubwa wametoka nje. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunalifunga soko kwa kuangazia viwango vya kubadili fedha kwa mujibu wa Benki Kuu BOT. Na mtazamaji, baada ya taarifa za kuuza na kununua, tupate mapumziko. Tarejea hapa na anwani yetu nyingine, makao makuu ya nchi Dodoma, pamoja na taarifa zilizosalia katika TVC Ardhio ungwe hii ya kwanza. Usiende mbali. Maisha ni mazuri. Soft Care Pads. So fit, so right. Tanzania Safari Channel tunapatikana kupitia visimbuzi vifuatavyo: DSTV channel namba 292, Azam TV channel namba 401, Star Times kingamuzi cha antena channel namba 331, Star Times kingamuzi cha dish channel namba 542, Zuku channel namba 27 na Continental channel namba 7. Tanzania Safari Channel, tumerithishwa tuwarithishe. Ile gonga likugonge, bonda likubonde, kabumbu la ujazo. Usio na mawala bara la Afrika, kivumbi ni sasa. Nazungumzia michuano ya mataifa ya Afrika
AFCON 2025 huko Morocco. Sisi tumejipa dhamana ya kukuletea uondo huu bashara kupitia TBC1. Sabuleni kwako ni kuanzia Disemba 21 mpaka Januari 18. Mimi nakuhakikishia hautokosa kitu. Ni matangazo bora kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Nawaambie TBC1 ipo nawe bure. Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi na tumerejea tena, na sasa ni wasaa wa makao makuu ya nchi Dodoma, na Halfan Binde anaelezwa yu tayari kutupasha makao makuu ya nchi hii leo. Halfan, karibu sana, kijiti ni chako kuendelea na upashanaji wa habari katika ungwe hii ya kwanza. Shukrani sana Shamimu Mlacha. Basi mtazamaji, ni wakati huu wa kuweza kufuatilia hapa makao makuu ya nchi Dodoma, lakini pia Singida pale nini ambacho kimejiri kwa siku hii ya leo. Mimi ni Halfan Binde, karibu tuwe pamoja. Moja kwa moja katika ripoti zetu. Hospitali ya Benjamin Mkapa imezindua rasmi kambi ya siku 7 ya huduma za upasuaji wa sikio, pua na koo kwa ushirikiano na wataalamu bobezi kutoka shirika la Hands Giving Life HGL la nchini Uturuki, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za afya za Watanzania kwenye eneo hilo. Tupate taarifa zaidi. Ni kwa mara ya kwanza hospitali ya Benjamin Mkapa kufanya kambi hii ya upasuaji wa kibingwa, lakini pia ni kwa mara ya kwanza shirika hilo kuweka kambi Tanzania bara. Lengo ni kutoa matibabu. Tunategemea kuna operation 10 ambazo ni ngumu za masikio zinafanyika, temporal bone surgeries. Hizi ni moja kabisa ya operation ambazo ziko complicated, na kuna wananchi walikuwa wanahitaji hizo huduma kwenye hii kanda ya kati. Aidha, Profesa Makubi anaeleza idadi ya wagonjwa wa aina hiyo hospitalini hapo. Sasa hivi kumekuwa na ongezeko la wananchi wengi kuja kuhudumiwa hapa, na tunaona wastani wa wagonjwa 1000 mpaka 1200 kwa siku, ambao ni idadi kubwa tofauti na miaka ya zamani. Na kati ya haya takriban wagonjwa 50 huwa wanakuja kutibiwa kwenye kliniki ya ENT. Naye rais wa shirika la Hands Giving Life Hatis Ella ameishukuru hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kuwapa fursa ya kutoa huduma hiyo. Kapasitesi iyi olan bir hastanede çalışmakta. Ayrıca bizim için önemliydi. Yaptığımız çalışma böyle bir hastanede yapılabilirdi çünkü. Hii isiwe ndio mwanzo na mwisho, bali iwe ni mwanzo tu wa safari ya matumaini ambayo umeianza. Kwa hiyo mje tena na tena na mboreshe tena na tena. Hospitali ya Benjamin Mkapa leo pia imepokea magari mawili kutoka Wizara ya Afya kwa ajili ya kubeba wagonjwa na kurahisisha utoaji wa huduma. Franco Gaspar, TBC. Tuweke kando ripoti yake Franco Gaspar. Kwingineko, wanawake nchini wametakiwa kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kujenga familia na jamii inayohimiza amani ili kuchochea ustawi na maendeleo ya nchi. Rai hiyo imetolewa jijini Dodoma na washiriki mbalimbali katika jukwaa la wanawake 2025 lililokuwa likijadili masuala yanayohusiana na mustakabali wa taifa kama vile kudumisha amani na mshikamano na kufanya maridhiano nchini kote. Wanatakiwa mfundishe mwanao akiwa mdogo mpaka anakuwa kwenye upande wa maadili, ili akija kuwa mkubwa, ili ajue kabisa mimi ni mzalendo na nitakuwa ni Mtanzania na nilinde amani ya nchi hii na nipambanie kwa nguvu zote. Washauri vijana wetu watafute suluhu kwa njia ya mazungumzo badala ya kuingia suluhu kwa uharibifu wa mali ama uharibifu wa amani nchi yetu. Haya maisha tulionao sasa ni maisha bora kuliko kwingine kokote. Tanzania ni nchi yetu na hii amani tunatakiwa tuilinde, tena tuilinde kwa wivu mkubwa. Kwanza kwenye swala la malezi, kuhakikisha tunawalea watoto wetu, vijana wetu vizuri na tunawafundisha umuhimu wa amani, lakini pia tunawajengea watoto wetu hofu ya Mungu ili kulinda amani ya taifa letu. Kwa kila mtu angetamani kukaa mahali ambapo pana amani. Sasa tunao wakina baba nyumbani, tuwashawishi wapende amani, na amani kuipenda manake ni kuwaza amani, kusema matendo yanayopelekea amani na kutenda matendo ya amani.
Kwa hiyo tukifanya kazi hiyo, kila mwanamke kwa nafasi yake, na tunakumbuka sensa ilikuwa inaonyesha idadi ya wanawake na wanaume tunapishana kidogo, kwa wanawake kuwa juu kidogo zaidi ya wanaume. Maana tukitumia nafasi hiyo vizuri, sisi wanawake, ya kuhubiri amani, ya kujenga amani, ya kuambia umuhimu habari ya amani na umuhimu wake, na kuwataka wafanye matendo ya amani, maana tunao uwezo wa kukomboa nchi yetu ikaendelea kusimama katika amani. Hilo limehudhuriwa na makundi mbalimbali kama vile Umoja wa Wanawake Taifa UWT, jumuiya za vijana na wazee, huku mgeni maalum akiwa ni Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro. Sasa tuelekee Singida. Baadhi ya wakazi wilayani Manyoni mkoani Singida wameshukuru serikali kwa miradi ya maji, shule na zahanati iliyotekelezwa katika maeneo yao, wakisema uwepo wa miradi hiyo imesogeza na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii tofauti na ilivyokuwa awali wakilazimika kuzifuata mbali. Jamaldini Abu ametuandalia taarifa ifuatayo. Waswahili husema fadhila haina kiasi bali hulipo kwa shukurani. Si mimi, ni wakazi wa hapa Manyoni. Upande wa maji kwa kweli tunashukuru. Mwaka huu eneo kubwa limepata maji, watu wengi wanapata maji ya kutosha, ambayo ilikuwa ni tatizo sana kwetu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Shule tumeletewa na imesajiliwa tayari. Ina miaka 2 inahitimisha watoto. Zahanati nayo ipo kwenye ujenzi, bado inaendelea. Ambayo tunayo shule ya sekondari. Tulikuwa hatuna, lakini tumepata shule ya sekondari ambapo pale sasa hivi wanafunzi wapo wanaendelea kusoma. Sasa hivi tumefuta ujinga, kwa sababu kwamba watu walikuwa wanasoma wanaishia darasa la 7 basi wanaondoka, lakini sasa hivi mpaka form 4. Lakini Waswahili hao wakasema kushukuru ni kuomba tena. Tunaomba barabara, hatuna maji. Na changamoto, hatuna umeme. Sisi tunakula waziri wa mpunga, lakini sasa mbegu tunaomba wasaidie kwa kweli, ije kwa wakati. Serikali inasema kwa sasa adhma yao ni kuongeza uwekezaji na huduma za kijamii. Sasa hivi tunahangaika kuhakikisha kwamba tunapata uwekezaji sahihi ndani ya wilaya yetu. Tunataka tutenge maeneo ya viwanda, tuweke wawekezaji kwenye viwanda. Hatuna muda wa maneno. Na maono ya halmashauri ambayo nayo tutashirikiana kwa pamoja kukamilisha sisi yetu. Kwa hiyo tukishakuwa na mpango, basi tunaweza kupanga majukumu yetu kama kawaida. Lazima tukaze ili kuhakikisha tunakusanya mapato. Tamati ya kikao hiki cha baraza la kwanza la madiwani katika halmashauri hii inaianzisha safari mpya ya matumaini ya miaka 5 kwa madiwani kuwatumikia wananchi, hasa katika upatikanaji wa huduma bora za kijamii. Kutoka hapa Manyoni mkoani Singida, Jamaldini Abu, TBC. Shukrani sana Jamaldini Abu. Sasa tuhitimishe ripoti zetu. Mabinti wameshauriwa kuacha kuchagua wenza kwa kigezo cha vitu au mali. Badala yake wawekeze zaidi kwenye upendo wa dhati wa kuanza maisha pamoja na wenzi hao kutokea chini. Fuatana na Castilia Mwanosa, ikiwa ni sehemu ya pili ya simulizi kuhusu masuala mahusiano na ndoa kwa vijana. Karibu katika sehemu ya pili ya ripoti zetu za kadhia ya unaoa ama unaolewa lini. Haya ni baadhi ya maswali na simulizi miongoni mwa jamii hadi kwenye kazi za sanaa. Msichana wa sura nzuri, kitu gani kinakufanya usiolewe? Wenyewe wanasema hapendwi mtu, inapendwa pochi tu hapa. Ni kweli tunapenda wanaume wenye hela, kwani upendi mwanaume wenye hela? Kwa nini sio upendo, ni hela? Jamani, sasa mimi nitakula upendo. Naangalia hela. Kianza na mtu kutoka chini, akaja akajipata baadaye, alafu akafuata, ndo mambo tunavyoyaona kama mtandaoni anavyoendelea. Baadhi wanasema mjini mipango. Anaweza kukutana na mtu anempenda, wakapendana, lakini akawa na ufiani, kiolewa na huyo mtu wa maisha ya chini, watu watanichukuliaje, jamii itanichukuliaje, marafiki zangu watanichukuliaje? Wakati hao wakikumbana na hayo, wavulana wako katika sintofahamu. Watoto wengi siku hizi wa kike, kitu ambacho kwao wamekiweka mbele, wameweka ni fedha. Waliotangulia kuona jua wanatoa nasaha. Mimi na washauri mabinti
Angalia utu wa mtu, angalia tabia ya mtu, angalia roho inapenda kipi. Kama ni kujenga maisha, mtajenga taratibu mkiwa wawili. Tujaribu kukaa na watoto wetu kuambia nini maana ya ndoa, kwa nini ndoa inamsaidia vipi yeye. Kwanza unajua mtu anapokuwa na ndoa, kwanza kuna heshima, anaheshimika. Mafundisho ya dini yamekuwa sehemu ya muongozo katika jamii, ikiwemo hili la ndoa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 kwamba kila jambo lina wakati wake na majira yake. Hivyo ni vema kuchukua maamuzi sahihi, na matokeo ya wewe kujiweka kwa namna ya kuwa mke mwema ndivyo utakavyopata mume mwema. Sije ukasubiri mpaka akaja kijana ambaye labda unahisi ana pesa ndo akakuoe. Hilo hapana, litakucheleweshea, na hatimaye vijana wale wanasema utakata pesa, na hatimaye baadaye utakimbilia kwa mashehe, walimu, maustadhi. Sasa kimbilia kwenda kuombewa dua. Ni jambo lenye tafakuri, ila kwa wakati. Yote kwa yote, wenyewe wanasema bila Mungu hatutoboi. Bila Mungu mimi bila hamna kitu, yani zero. Mimi ni Castilia Mwanosa wa TBC. Yani zero. Bila Mungu mimi bila hamna kitu, yani zero. Bila Mungu mimi bila. Haya, bila Mungu hatutoboi, lakini kuna wakati mwingine akikufika hapa unasema mchuma janga hula na wanakwao. Shukrani sana Castilia Mwanosa kwa ripoti hiyo. Na Shamimu Mlacha, matangazo haya narejesha kwako sasa Dar es Salaam. Mimi sina la zaidi hapa Dodoma, panapo majaliwa. Kesho nayo ni siku yapo ambayo tutajaliwa kuyaleta hapa mezani katika ardhi hiyo. Langu jina ni Khalfan Binde. Asante sana Khalfan Binde, na nikutakia wakati mwema wakati umekamilisha upashanaji ukisogea kando kwa ajili ya kufuatilia yaliyosalia. Mtazamaji, na sasa ni mkusanyiko wa taarifa mbalimbali katika Kawa kama unavyowasilishwa kwako na Ezekiel Fute. Karibu tulifunue Kawa kutoka jijini Dar es Salaam. Mie ni Ezekiel Fute. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amewataka maafisa ugani kushirikiana na wafugaji kupata taarifa zitakazoboresha sekta ya ufugaji na kupunguza migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Nitavumilia mtendaji wa huduma za mifugo mzembe, ambaye sio mbunifu na wakati mwingine anadai rushwa ili atoe huduma. Huyo ajipange kujirekebisha. Huko Dodoma, serikali imewataka taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kwa kushirikiana na taasisi nyingine kufanya utafiti na kutenga maeneo ya ardhi kwa ajili ya shughuli mbalimbali ili kulinda afya ya udongo na kuondoa migogoro ya ardhi nchini. Kwa hiyo nakuagiza mkurugenzi mkuu wa TARI uanze utafiti huu, ushirikiane na wenzetu wa mifugo na wenzetu wa Wizara ya Ardhi, tuweze kujua, kuitambua na kuhifadhi na kuilinda ardhi ya kilimo na ardhi ya mifugo kwa sheria. Kwa namna pekee tumeweza kufufua maabara zetu za GIS ambazo kimsingi maabara za GIS ndio chanzo cha namna ya kubadilishana taarifa za udongo. Tunapenda kuahidi kwamba tutaendelea kuweka mikakati mizuri pamoja na mipango mizuri ili kuhakikisha kwamba katika ufugaji wetu tunafanya ufugaji wenye tija. Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Kumbukumbu cha Herbert Kairuki, Profesa Yohana Mashala, amewashauri vijana kutumia fursa ya teknolojia ya akili mnemba katika kutoa mafunzo kwenye vyuo vyao ili kuendana na kasi ya utandawazi, hususani katika ufundishaji. Pia teknolojia inasaidia sana kumfanya mwanafunzi akapata zile learning resources, vitu ambavyo vitamsaidia katika kusoma. Kimetoa mchango mkubwa sana katika kutoa watumishi wa afya katika maeneo mbalimbali, katika utabibu wa watoto, kina mama na uzazi, madaktari, tiba. Na
Na tulifunike kawa na taarifa hii. Mkurugenzi mkazi wa taasisi ya utoaji wa mikopo katika taasisi ya Afya Medical Credit Fund MCF, Dr. Henry Marwa, amesema taasisi hiyo ina mpango wa kuongeza upanuzi wa mikopo kwa wajasiriamali wanaotoa huduma za afya, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha upatikanaji wa dawa na vifaa tiba nchini. Dr. Marwa amesema hayo wakati akitambulisha teknolojia ya programu tumizi ya kumwezesha mjasiriamali kupata mikopo bila kuhitaji dhamana. Kwa mfumo huo wa kidigitali, mjasiriamali atapata tathmini ya kiufundi ya kibiashara kabla ya kuidhinishiwa mkopo unaoanzia shilingi 200,000 hadi shilingi milioni 100. Meneja wa mipango na ripoti kutoka kitengo cha huduma ya lipa kwa simu, Helen Komba, amesema ushirikiano na taasisi hiyo taongeza kasi ya kuwafikia wafanyabiashara katika upatikanaji wa mikopo ya kuboresha huduma ya afya. Niliyelifunua na kulifunika kawa, mie ni Ezekiel Fute. Na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Amra Tukombo, karibu sana na utupashie Zanzibar hii leo. Asante Shamimu Mlacha. Tulionayo hapa Zanzibar. Mamlaka ya jiji la Zanzibar imesema imejipanga kwa mikakati madhubuti ya kukabiliana na changamoto za usafi zinazowakabili wakazi wa jiji hilo, ikiwemo swala la uchafu wa mazingira na maji machafu. Hamisi Holela ana undani wa ripoti hii. Ni uapisho wa mstahiki meya wa jiji la Zanzibar, Kamal Abdulsatar Haji. Hapa anaweka msisitizo wa usafi wa mazingira katika jiji hilo. Wametuamini twende tukawasaidie kufanya kazi kama kuleta usafi na mengine hayo tutakuja kuongea. Leo ni siku ambayo ya kutoa shukrani tu, lakini awali yote pia tukozetuni tukafanya kazi pamoja. Kwa upande wa baraza la manispaa Magharibi, mkurugenzi wa baraza hilo Sabra Isa Machano anatoa msisitizo kwa wananchi kuimarisha usafi sehemu za uwekezaji ikiwemo masoko. Mmoja lazima wajibike kwenye kazi yake. Mkusanyaji mapato awe mwadilifu wa kukusanya mapato, na kukusanya mapato kwa njia ya electronic, maana kwa njia halali, ili ile pesa yote ingie kwenye mfuko wa serikali. Naomba wananchi waelewe hiyo dhana, lakini vile vile usafi una gharama, kuna lipo, kuna mitaro kuangalia usafi huo na mapato. Kwa hiyo malipo yale kwa manispaa ili tuweze kutoa huduma, wao tunawakumbusha hilo, na tunategemea uwekezaji wa miradi tofauti. Kwenye mipango yetu tuna miradi kama 5. Usafi ni wajibu wa kila mmoja ili kulinda afya, hadhi na maendeleo ya mji. Hamisi Holela, TBC, Zanzibar. Wadau wa sekta ya utalii visiwani Zanzibar wametakiwa kuzingatia utunzaji wa mazingira na kuimarisha mifumo ya maji taka. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wawekezaji wa Utalii Visiwani Zanzibar, Zati Suleiman Ali Mohamed, pamoja na baadhi ya washiriki wakati wa hafla ya kuwakaribisha wanachama wapya wa jumuiya hiyo iliyofanyika mjini Unguja. Kuna kitu muhimu kuwafahamisha mazingira kitu gani na nini wanaweza kukifanya kwa kupitia Zati, na vile vile pia kuweza kuwaunganisha biashara na biashara. Tunahitaji kuangalia hizo maji chafu tutaziweka wapi, tutazifanya namna gani, tutazimanage namna gani. Mifuko hii ni mifuko ambayo inazingatia mazingira, ni mifuko ambayo inachukua muda mfupi ukichimbia chini, mifuko ambayo inachukua muda mfupi sana kuoza. Lakini pia endapo utaweka takataka zako ambazo unahisi mimi leo ngoja nichome hizo takataka, ni mfuko ambao unaweza kuteketea moja kwa moja na bila kuacha athari nyuma yake. Hata sisi wa Zanzibar leo hii inawezekana, ni ngumu lakini inawezekana, kwa sababu inahitaji uthubutu. Na kijana Talibu Abdalla Mtumwa mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Kichopele Melitano Zanzibar, anaendelea kukabiliana na changamoto ya maisha baada ya kupoteza uwezo wa kuona ukubwani. Talibu ambaye hapo awali alikuwa na afya njema ya macho alianza kupoteza uoni wake ghafla, hali iliyobadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake, ambapo kwa sasa hafanyi kazi yoyote ya kujipatia kipato wala kujitegemea kama ilivyokuwa awali, huku familia ikimtegemea. Mkubwa aliniambia kwamba alinizaa mzima na macho yangu, ili moja likaja likapata changamoto utotoni. Kwa hiyo mimi nikawa nakuwa na jicho moja nafanya pereka zangu hizo kuna kule mzima. Ili la pili ndo likaja likafuata tena juzi 2022.
ambapo ndo mpaka sasa hivi nipo kitako. Nashukuru Mungu. Shughuli zako ulisema ulikuwa dereva, kondakta, ulikuwa unafanyaje na jicho moja? Unajua ukiwa kilema Mungu akukoseshi na mwendo, na hayo yote inatufanyia kwa sababu tumbo linataka kula. Shanifahamu? Na nilikuwa nafanya kwa sababu nilikuwa naona hilo moja, nilikuwa naona kama mimi natinga daladala. Nishafanya ruti nyingi tu za daladala utingo hapa mjini. Na lilipokuwa linanifanyia hivi ndo nikaanza kukaa kitako mpaka leo nipo kitako. Kwa mimi sasa hivi hapa sina kazi, sina bazi. Yani nipo tu, Mungu kanijalia ndo nimepata mke, huyo ndo ananisaidia angalau shida ndogo ndogo. Ruti zapi na wapi? Mimi nimeshafanya kazi Fuoni Bububu kipindi hicho, kuna mbavu za mbwa zile chai maharage. Nimeshafanya kazi Fuoni Mambo Sasa. Yani ni ruti zote kasoro ruti za kaskazini tu, lakini mwisho nikabidhi sana kwa Rara, Mambo Sasa, Fuoni Jitimai, Fuoni mjini. Mimi wa Tanzania, ndugu, mabibi na mabwana, mimi ninachohitaji naomba uzima wa macho. Kwa hiyo kubwa ninalolitaka kwenu nyinyi au kwa wananchi, ndugu na jamaa, kuweza kwenda hospitali kwa gharama ya aina yoyote, kuweza kupata pesa au matibabu, na hata kama kutakuwa kuna taasisi itanisimamia kuweza kupeleka hospitali labda, nitashukuru. Na ninachotaka mimi kwamba kwenda kule hospitali Moshi, na Moshi nikienda lazima niende na mtu, peke yangu changamoto. Hayo nimetaka msaada kutaka kurudi tena hospitali kimatibabu zaidi. Huenda Mungu akanijalia jicho likapata nafuu, angalau kurudi tu kuona angalau njia huyo anaopita nani na nani. Sababu sasa hivi ni changamoto, naweza nikakaa hapa akatokea mdudu aina yote akanizuru nisimuone. Pesa zake pale matibabu, kwa sababu ile hospitali ya binafsi pesa yake kidogo nzuri, naweza kupata kama milioni 3 mpaka 7, kwa sababu kila unapokwenda pale changamoto nazo zinazidi, kwa sababu matibabu yanakuja na gharama za matibabu zinakuja na tatizo lilivyokuwepo. Kwa maelezo zaidi, namba yangu kwa yeyote atakayetaka kunisaidia, namba inapatikana kwa 0678 42 27 20. Jina litakuja Abdalla. Na kama unavyoona ana mke sasa hivi, na mke naye anahitaji mahitaji, na kama si dada sio kila siku, vingine ataona tabu kutuambia kama madada. Kwa hiyo anahitaji amwambie mumewe, mume wangu nataka hichi, ili amsaidie. Mtazamaji wa TBC Ardhio, ni haya tulikuandalia kutoka visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu. Mimi Amrat Kombo, kwako Shamimu Mlacha. Na asante sana Amrat Kombo kwa kukamilisha ungwe ya kwanza ya upashanaji wa habari. Mtazamaji, tutapata mapumziko, tarejea hapa kwa ajili ya ungwe ya pili ya upashanaji wa habari. Usiende mbali. Kutuma kwenda kusema jitihada zetu za pamoja zimetuwezesha kupata mafanikio katika kuzipatia ufumbuzi changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu hapa Zanzibar. Hatua za makusudi za kimkakati zimechukuliwa ili kuimarisha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii na za kiuchumi. Miongoni mwa hatua hizo ni kuhakikisha watu wenye ulemavu wananufaika na huduma za mikopo isiyo na riba kutoka Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, fedha za uwiano kutoka serikali za mitaa na fursa katika vyombo vya maamuzi ili kulimarisha kundi hili. Tunakutuma kwenda kusema
Wajua? Ung'oaji wa alama za barabarani ni kosa kisheria, kwani kukosekana kwa alama hizo kunaweza kusababisha ajali katika eneo husika na hivyo kupelekea watu kuumia au kupoteza maisha na mali kuharibika. Serikali inatumia fedha nyingi katika ujenzi wa miundombinu ya barabara nchini. Hivyo ni jukumu la kila Mtanzania kuthamini mchango wa serikali kwa kuzitunza ili ziweze kudumu kulingana na muda uliosanifiwa kwenye mikataba ya ujenzi wake. Imetolewa na Bodi ya Mfuko wa Barabara. Kwa taarifa zaidi, tembelea tovuti ya www.roadsfund.go.tz. Baba, naenda kusherehekea makazi mapya. Subiri, nachotaka kusema ni kwamba hapa Tanzania tunapojenga ni urithi wa watoto wetu. Mfanyakazi na akiba zake, dereva wa roli na maroli yake, mkulima na shamba lake. Naelewa kuhusu urithi. Huo sio urithi wa kweli. Urithi sio vitu, ni utani. Machozi ya furaha na huzuni. Urafiki ni sherehe. Kumbukumbu, hizo kumbukumbu ndizo urithi wako wa kweli mwanangu. Hapo ndiyo nyumbani kweli. Serengeti, tumekuwa tukitengeneza kumbukumbu za Kitanzania tangu 1996. Unawaza ni jinsi gani utasafiri kwa haraka, salama na starehe kati ya Dar, Unguja, Pemba na Tanga? Usijali. Zanfast Ferries tupo tayari kukuhudumia, sababu tuna kila kitu unachohitaji safarini. Tuna boti za kisasa kabisa zinazoongozwa na manahodha na mabaharia wenye weledi wa hali ya juu waliojipanga vema kuhakikisha usalama wako muda wote unaposafiri nasi. Chagua moja kati ya madaraja yetu kwa gharama ndogo tu, kuanzia shilingi 35,000. Ufurahie huduma mbalimbali uwapo safarini. Unangoja nini? Unaweza kununua tiketi yako kupitia ofisi zetu au app yetu au kwa kutembelea tovuti yetu www.zanfastferries.co.tz au piga simu namba 0740-310-310 kwa maelezo zaidi. Zanfast Ferries, crossing oceans, connecting people. Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, Mosti, anapenda kuwakaribisha wahitimu, wazazi, walezi na wananchi wote kwenye mahafali ya 13 ya chuo yatakayofanyika siku ya Ijumaa tarehe 5 Disemba mwaka 2025 katika viwanja vya maktaba ya Magufuli, Mosti, Mbeya. Mgeni rasmi mkuu wa chuo, Mheshimiwa Daktari Amani Abedi Karume, Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Wahitimu watatunukiwa astashahada, stashahada, shahada, shahada za uzamili na uzamivu katika fani mbalimbali. Nyote mnakaribishwa. Kwa miaka 30, Stanbic tumeibeba Tanzania mabegani kwa upendo na vitendo. Tulianza na dhamira ya kweli, kusukuma gurudumu la maendeleo na kuleta mabadiliko ya kweli katika jamii. Tumejenga mifumo ili kufanikisha ndoto za Watanzania kwa huduma muhimu, rahisi na za kisasa. Kwenye miradi mikubwa tupo, kutoka kwenye makaratasi hadi miundombinu halisi. Wanawake, wafanyabiashara na vijana tupo nao, tukiwapa suluhisho bunifu za kidijitali. Leo tuna uwezo wa kufanikisha miradi ya kimkakati ya serikali na wawekezaji binafsi. Na bado tunaendelea kulibeba taifa na kuwainua wajasiriamali. Stanbic Bank, Tanzania mabegani, miaka 30 ya kukua pamoja. Taifa letu, nyumbani kwetu, tumepewa na Mungu.
Nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu tumieni akili zenu. Najua hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu, wanamharibu mtu kichwani. Kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia, limeingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Mtazamaji, karibu katika ungwe ya pili ya upashanaji wa habari. Mimi ni Shamimu Mlacha, mwenzangu ni Jafari Shabani ambaye anawasilisha taarifa hizi kwa lugha ya alama, na tulionayo katika ungwe hii ya pili ni pamoja na wanawake na mustakabali wa amani. Tanzania ni yetu wote, sisi wote hatuna pengine pa kwenda ila